Na Mheshimiwa Constantine John Kanyasu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kwanza kuunga mkono hoja ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Lakini jambo la pili, nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri na timu yake yote kwa kazi nzuri sana ambazo wamefanya katika kipindi hiki chote. Tumeona wamesimamia mipango mingi, wamesimamia uwekezaji na kuhamasisha uwekezaji katika maeneo mbalimbali, lakini wamesimamia pia mashirika ya umma yote kupitia msajili wa hazina, na wamesimamia maeneo ya maalum ya uwekezaji yani EPZA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi hizi ni nyingi na ni kubwa na wamefanya vizuri sana, tunawapa hongera sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali maoni yetu ambayo tumekuwa tukiyatoa muda mrefu kwamba tuwe na wizara maalum inayosimamia mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Na tuliposhauri kwamba iondolewe mipango kutoka kwenye Wizara ya Fedha halafu iundwe wizara, na Mheshimiwa Rais alisikia hicho kilio na akaunda hii wizara. Tunampongeza sana kwa hilo na uamuzi huo. Lakini bado tunaendelea kushauri zaidi ya hilo. Pamoja na kazi nzuri ambayo ameifanya, tunadhani kwamba Wizara ya Mipango ingesimama yenyewe isimamie mipango badala ya kuweka na uwekezaji, kuweka maeneo maalum ya uwekezaji, kusimamia mashirika ya umma. Bado lile tatizo la kutoipa uzito mipango linabaki bado liko pale pale. Ndio maana tulishauri kwamba itoke Wizara ya Fedha iwe Wizara ya Mipango. Sasa hapa nguvu, utaona hata ukisoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri amezungumzia masuala ya uwekezaji walivyofanya, amezungumzia masuala ya maeneo maalum ya uwekezaji, nguvu nyingi inapelekwa kule. Sisi tunatamani Wizara ya Mipango iwe ni think tank kufikiria kwa niaba ya taifa letu, ili waweze kuwa na uratibu wa maendeleo ya nchi yetu. Tukiwa na uratibu wa maendeleo ya nchi yetu, ndipo tutakuwa sasa tuna uwezo wa kutengeneza dira ya miaka hata 100 ijayo, miaka 50, miaka mingapi. Na hiyo dira ndio itaweza sasa kuunganishwa na vipaumbele au ilani ya chama ambayo inakuwa imetolewa. Wataunganisha pamoja na dira ile, tunaweza tukawa na uwezo mzuri sana. Lakini pia Wizara ya Mipango ikisimama yenyewe itakuwa na uwezo wa kuratibu sasa vipaumbele vya kitaifa, kuratibu vipaumbele mbalimbali na kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi hii zinaelekezwa katika maeneo ambayo tumekubaliana kama taifa kwamba haya ni maeneo mahususi, yaende hapo, ndipo tutakuwa na maendeleo. Lakini zaidi ya hapo itajikita katika kufanya tathmini na ufuatiliaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini napendekeza hayo? Hayo nayaona ni muhimu kwa sababu ukiangalia maendeleo, malengo ya maendeleo endelevu yaliyotolewa na Umoja wa Mataifa ambayo yako 17, ambayo nchi ya Tanzania ni signatory wa hayo na tumekubaliana tutayatekeleza hayo. Umoja wa Mataifa ulikuja na maendeleo endelevu ambao una mambo yafuatayo malengo haya. La kwanza ni kutokomeza umaskini. La pili, kukomesha njaa. La tatu, kuwa na afya njema na ustawi. La nne, kuwa na elimu bora. 5, kuwa na usawa wa jinsi au jinsia. La 6, kuwa na maji safi, salama na usafi. La 7, tuwe na nishati mbadala na kwa gharama nafuu. Na la 8, tuwe na kazi zenye staha na ambazo zitasaidia katika kukuza uchumi. 9, kuwa na viwanda, ubunifu na miundombinu inayotosheleza. Na 10, kupunguza tofauti yani inequalities. Na 11, tuwe na miji na jamii endelevu. 12, tuwe na matumizi na uzalishaji bora. 13, kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na 14, kulinda uhai katika vitu vinavyopatikana ardhini. Na 16, tuwe na amani, haki na taasisi madhubuti. Na ya mwisho, kuwe na ushirikiano ili kufanikisha malengo haya. Sasa ukiangalia haya malengo endelevu 17 na ukiangalia shabaha zake ziko zaidi ya 167,
Maana yake tunahitaji kuwa na wizara peke yake ambayo inashughulikia haya maendeleo endelevu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisema ili nchi iendelee tunahitaji vitu vinne. Akataja watu, akataja ardhi, akataja siasa safi na akataja uongozi bora. Na hapo ukiangalia kwenye maeneo endelevu wanasema kutokomeza umaskini, na sisi tunaliona hili ndio adui ambao hata Nyerere aliusema ni adui, bado mpaka leo ni adui. Lakini kukomesha njaa, watu wakiwa na njaa, ukiwa maskini, ukiwa na njaa, hakuna kinachoweza kikafanyika. Watu lazima wawe na wameshiba, wanaweza wakafikiri, wanaweza wakafanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu bado Mheshimiwa Rais akaendelea kulitazama zaidi huko tunakokwenda, ili wizara hii ya mipango iwe ni think tank itakayoweza kusimamia vipaumbele. Tunahitaji vipaumbele vijikite katika maeneo kadhaa. Kwa mfano, tunahitaji uwekezaji wa kutosha kwenye sekta za uzalishaji. Na nampongeza sana Mheshimiwa Rais, katika kipindi chake ameweka rasilimali nyingi sana kwenye sekta za uzalishaji kuliko kipindi kingine chochote. Sekta za uzalishaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo, ufugaji, uvuvi, misitu, madini, hayo ni maeneo muhimu sana na ndiyo yameajiri Watanzania wengi kuliko maeneo mengine. Zaidi ya 70% ya Watanzania wako kwenye maeneo hayo. Na ukiwekeza hapo, uzalishaji ukawa wa kutosha, njaa tutaitokomeza, umaskini utatoka. Na sasa umaskini ukitoka, ndipo uchumi utakuwa na maendeleo yatakuwepo. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ni muhimu lazima tuwekeze zaidi kwenye sekta ya uwekezaji. Na ushauri wangu mimi napendekeza 50% ya uwekezaji tuwekeze kwenye sekta za uzalishaji. Tukiwekeza pale sekta 50%, fedha itakayopatikana tutaipeleka kwenye huduma za jamii, tutapeleka kwenye maeneo mengine na tutaweza kufanya mambo mengine. Lakini usipozalisha, inakuwa ni kazi sana kuweza kuwa na maendeleo endelevu kwenye sekta za jamii, kwa sababu utashindwa kumudu gharama namna ya kuendesha. Huku ndiko kunaweza kukatupa fedha. Eneo lingine la uzalishaji ambao naita mimi ni eneo la uzalishaji ni kwenye utalii. Uwekezaji ni mkubwa na Rais amefanya vizuri sana kwenye utalii. Sasa tunataka tuwekeze zaidi ili yale yote vitu vizuri tulivyo navyo kwenye utalii viweze kuleta manufaa makubwa katika taifa letu. Tutatue umaskini, tutatue umaskini, lakini pia tuondoe ujinga na mambo mengine yote, na tuweze kuhakikisha kwamba hakuna njaa. Hiyo ni eneo la kwanza ambao nafikiri mipango yetu ikijikita kwenye eneo hilo itakuwa ni muhimu sana. Eneo la pili ambao ni muhimu sana, lazima tulipe nguvu, ni ujenzi wa viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa viwanda tuliweka kwenye ilani yetu, ni kipaumbele muhimu sana. Kwa nini viwanda? Viwanda hivi ndivyo vitaongeza thamani ya malighafi zote zinazopatikana kwenye nchi. Nchi hii sasa hivi tunajivunia kuzalisha malighafi, tunauza nchi za nje ikiwa malighafi. Maana yake tunahamisha uchumi wote kutoka kwetu tunapeleka nchi za nje. Tukiwa na viwanda hapa vya kuongeza thamani, tutakuwa tumetengeneza ajira, tutakuwa tumepunguza umaskini, tutaweza kujenga uchumi ambao ni imara na endelevu. Na kwa namna hiyo ndio nchi itaweza kutoka. Nchi zote zilifanya maamuzi ya namna hiyo. Hatuwezi kuacha kwamba eti unauza kahawa nje, unauza chai nje, unauza mahindi nje. Haya, tuongeze thamani, ndipo maendeleo ya nchi yatakuwa mazuri na itakuwa. Na ndio maana nasema ni kipaumbele muhimu, viwanda, viwanda, viwanda. Cha pili. Cha tatu, kufanya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, biashara ni muhimu sana. Nchi yetu iko strategically located. Imekaa mahali pazuri panapoiwezesha kufanya biashara. Tunaweza tukawa sisi ndio senta ya biashara hapa katika Afrika. Watu wote, bidhaa zinazotoka nchi za nje, zinatoka China, zinatoka wapi, zinazokuja sisi watu nchi za huku Zambia, Zimbabwe, siji wapi, zikaja kuchukulia bidhaa zao hapa kwetu. Sisi tukawa Kariakoo tukaiendeleza vizuri, mikoani huko tukaendeleza, pale Tunduma pale tukajenga bandari kavu, mambo yakawa vizuri kabisa na ukakuta kwamba maendeleo yakawa makubwa. Lazima tufanye biashara za ndani na biashara za nje, na hizo ndio zitasaidia nchi kuwa na walipa kodi ambao ndio wataleta mapato mengi kwenye taifa letu, na hivyo serikali itaweza kupata mapato makubwa. Bila biashara, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kufika. Hicho ni kipaumbele cha tatu. Kipaumbele cha nne, kuendeleza rasilimali watu na huduma za jamii.
wale rasilimali watu ambao tunao, ndio mtaji wetu. Watu tuko zaidi ya milioni 63 sasa. Sasa huu ndio mtaji ambao unaweza ukatumika tukawekeza kwa watu hawa watu wakazalisha kwenye kilimo, wakazalisha kwenye madini, wakafanya biashara, na nchi ikapata maendeleo makubwa, na nchi tukaweza kujitegemea, ambako ndiko tunakotakiwa twende, tujitegemee. Mheshimiwa Mwenyekiti, naona muda umeisha, basi naunga mkono hoja na shukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga.